Hii ni ndani ya Mnyasa Media. Tuko hapa kuzungumza yale ya kimichezo. Kubwa zaidi ni mchezo wa nusu fainali ya CRDB Federation Cup, mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho, lakini la ndani si la nje. Niko naye Mnandi JR kupiga naye story 2-3 kuelekea mchezo huo, lakini kinachobamba katika mitandao ya kijamii ni kauli ama tamko ambalo limetolewa na msemaji wa Singida Black Stars, Bwana Masanza, huyu akisema ya kwamba iwavyo isiwe kama malalamiko ama maombi yao waliowapeleka kunako bodi ya ligi hayatofanywa kazi, basi watakuwa kama wale ndugu zao hatuchezi ngo, na wao watagomea kushiriki michezo ya ligi ambayo imebaki. Official Kojani Finest Duladala kutoka hapa ndani ya Mnyasa Media. Nitakuwa na muda mzuri sana naye Mnandi JR akitupitisha 2-3, lakini nikukumbusha tu kama bado hujasubscribe Mnyasa Media, muda ndo huu, unachelewa kukosa madini murwa kutoka kwetu. Nyuma kamera Mnyasa mwenyewe hana baya, uko bora kabisa, na hakikisha kwamba unapata picha angavu, picha mjongeo kutoka hapa ndani ya Mnyasa Media. Baki nami hadi pale nitakapokuambia kwa heri. Twenzao mwanangu. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko bweri wa afya, na leo ni Ijumaa karimu. Mambo yanakwenda kama ilivyopangwa. Bana, utabiri wa ubaya ubwela ambao ulitabiriwa mwanzo wa msimu kabisa. Mwenyewe anajiita Nabii, msemaji la CAF Ahmed Ali, alisema ya kwamba msimu huu utakuwa msimu wa malalamiko. Viungo vyote vya mwili vya wapinzani vitalalamika. Utabiri umekwenda kutimia, naona malalamiko yamekuwa mengi mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars katika dima la KMC ambalo wekundu Msimbazi Simba walifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja. Kupitia kwa msemaji wao Bwana Masanza, Singida wamepeleka barua ya maombi ama malalamiko kutaka baadhi ya hoja zijibiwe na shirikisho la soka kwa maana bodi ya ligi TPLB, kutokana na kile ambacho wanaita makosa ya waamuzi kwenye michezo yao. Hili kama wana Simba na limetokea mara baada ya mchezo wenu, mnalipokeaje kwa upande wenu? Si binafsi tunayapokea vizuri tu, kwa sababu ukishazamilia ubaya, kwa hiyo chochote kitakachotokea wewe usijali, lazima ukabiliane nacho. Kwa hiyo sisi tutakabiliana nacho, kwa sababu binafsi wao baba zao ndio wa kwanza kuleta malalamiko, na hisi hata hao ndio wamewashauri waandike barua nao wakalalamiki. Hao hawachezi, na hao nao waandike barua yao pia, kama vipi wao hawaimbi, wao wacheze, hao hawaimbi. Hao wenzao si hawachezi, na wao barua yao waandike sasa hivi, na wao wachapishe na t-shirt kwamba hawaimbi. Afu kila kitu tutakifanya sisi, sababu washachoka kushiriki kwenye ligi. Kama wamechoka wakatafuta nchi nyingine wakashiriki, sio lazima kubaki Tanzania tu, waende hata visiwani pia wakashiriki, kule nako ni kwetu pia inatosha. Wakiona inashindikana waende hata Rwanda, waende Burundi, waende Kenya, Uganda, nchi jirani hizo, wanaweza kwenda kushiriki tu kule. Mpira unachezwa vile vile, na michezo mingine kule ipo, kwa sababu wengine hawataki mpira sasa hivi. Riadha ipo, waende huko kashiriki riadha, ambaye uchezi ile pale utakimbia. Kwa hiyo waende huko kashiriki michezo hiyo, itawahusu. Kwa sababu sijaona maana ya kusema unaandika barua kupeleka bodi ya ligi unaenda kulalamika. Unalalamika umeonewa nini? Wewe hapo umecheza na hao ndugu zako kikosi first 11, umeweka bench, umekula chuma 2 kipindi cha kwanza, cha pili unajifanya ndio unaingiza wao kina Soa, anazugazuga, mtu ajifanya antemea, anafunga na wao apata hata goli moja, wanatuzuga sisi. Mbona kuandika barua kwenda kulalamika? Kwa hiyo ndio mechi ile tu ya Simba wanaona kwamba labda hawajafanyiwa haki. Wamecheza michezo mingapi kwenye ligi kuu mpaka sasa? Si washacheza michezo 28, wamebakisha michezo 2. Hiyo mingine yote waliocheza iko sawa sawa, hakuna mapungufu ya waamuzi, ila wameona kwenye mchezo ule ndio kuna mapungufu. Haya tufanye sasa, wamepata sare, wanaenda wapi kwenye ule mchezo? Wangepata tu hiyo sare, wangeenda wapi? Kwa hiyo kama ilikuwa mipango yao, wameahidiwa milioni 300 wameikosa, pamoja wamefungwa, wapewe hata milioni 150, inaweza kawasaidia. Si wamepunguza idadi ya magoli, wapewe milioni 150 ili maisha yaendelee. Sijaona sababu ya kulalamika, sababu hata wangeshinda kwenye mchezo ule hawezi kwenda kushiriki klabu bingwa. Wanachotaka hao wanasema ni haki kwenye haya maamuzi ambayo yanafanywa na waamuzi. Sasa kama ni haki, wangeweka kikosi cha kwanza nje, wanaweka kikosi B, na wamekaa zaidi ya siku 4 hapa, wamecheza mchezo na KMC hapa, wako hapa. Mbona wamepanga kikosi cha kwanza wameweka nje mpaka wamefungwa ndio wanaingiza kikosi cha pili? Mbona wakulalamika? Au kulalamika kwa Simba Sports? Basi bado dawa inaendelea kuwatafuna. Sio wao tu, kuna wengine pia watalalamika zaidi. Kwamba yani huu ni mwanzo tu wa haya malalamiko. Trailer tu, picha bado. Yani mechi za mwisho sisi sasa hivi tumebakisha michezo 3 kwenye ligi kuu. Katika michezo 3 hii kuna mchezo hapo watu watalalamika sana. Sababu mchezo tukimaliza tayari tupewe ubingwa wetu.
kama watacheza, lakini maana washachapisha mpaka t-shirt hawachezi. Hatujajua kama wanacheza au hawachezi. Tukimaliza tu mchezo tupe ubingwa. Nandi, hivi unadhani kwa nini haya malalamiko yamekuwa makubwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba? Siku zote timu ikishakuwa bora, wale walishakuwa wanazoea mipango kupita milango ya uwani, milango ikishafungwa lazima walalamike. Utapita wapi? Utaambiwa upite mlango wa mbele na watu wamejaa pale sebleni kama wote. Na wewe ushazoea wizi, utapita pale? Wewe ushazoea kupita huko kwenye forgery. Sasa hivi forgery hakuna, sasa hivi hapa wote tunapita njia kuu. Na hao hawajazoea kupita njia kuu. Washazoea huko nyuma mwiko, lakini ndio wanaishi huko kwenye mwiko. Sasa na wao wajisogeze nao Singida wakaishi kwenye mwiko huko. Kama wanavyoishi wenzao na wao waende kwenye mwiko huko. Sisi tutaendelea kufanya shughuli yetu. Sijaona maana eti tunatoa taarifa kwa umma unalalamika unasema tena unawatisha kabisa. Kama hatujapata maamuzi yaliokuwa sahihi, mbona bwana? Sisi tutakuwa tushiriki ligi. Au tutaenda Zanzibar. Hatushiriki ligi. Kama mshiriki, kama mtaki kushiriki, hata mchezo wa kesho pia vile msicheze. Amesema wanaweza kaenda Zanzibar. Kabla ya kwenda Zanzibar, wao wamesema kwamba kama hajapata taarifa, hiyo barua sio wameshaandika. Na kesho kwanza wagome wasicheze. Wasisubiri sije lini wani wenzao waligoma, wamechapisha mpaka t-shirt. Kesho wasicheze. Wamesema taarifa yao haito athiri mchezo wa kesho bwana Mnandi. Isipokuwa wanasubiria majibu. Kama hawatoridhishwa na majibu wao, ndio wataangalia taratibu nyingine za kufanya, kama kugomea michezo ambayo inasalia. Sasa kama umeonewa juzi tu, kesho utafanyaje? Utasaidiwa? Si ndio vile tu. Si ndio wenyewe wanavyotoa taarifa yao kwamba wameonewa? Kama umeonewa kwenye mchezo wa NBC Premier League, je, kwenye CRDB Bank ndio utaonewa? Wanaochezesha si waamuzi wale au wamebadilika? Wasimamizi wa bodi ya ligi si ndio wale kina Mguto? Kina Almas Kosongo wamebadilika? Rais wa TFF si ndio wale Skaria au kabadilika? Au rais wa TFF sasa hivi Musepe? Labda atakuwa Musepe sasa hivi. Ndio inawezekana anaongoza shirikisho letu hapa ndani. Kwa hiyo mimi niwaambie tu, kama wanalalamika, wananuna, wanaona wanateseka, hata kesho wasicheze. Kesho wenyewe wasicheze, wasilete timu kabisa. Wabaki nyumbani. Sisi moja kwa moja tunaingia finali tukakutana na hao ng'oo, tunataka hao ng'oo. Ndio tunawataka hao. So wamesema wacheze ng'oo, ndio tunawataka kwenye ng'oo. Sasa tunataka tujue mwisho wa ng'oo. Mwisho wa tucheze tutajua tarehe 15. Mwisho wa ng'oo pia tutajua kati ya tarehe 26, 27 mpaka 28. Siku tatu hizo. Nadhani ndio zitapangwa finali hapa. Hizo siku tatu hizo. Za tarehe hizo hapa. Kwa hiyo nako tutajua mwisho wa ng'oo uko wapi. Sababu ng'oo kwetu sisi ni ndizi. Tunataka tujue ng'oo. Kwa upande wao ng'oo wanamaanisha nini? Kwa hiyo sisi hapa tunajua ndizi. Ila tukwa nyuma mwiko tujajua ng'oo maana yake nini. Tunataka tujue huko. Kwa hiyo mapema wasitafute lawama na ziaka mapema. Wakae kushoto, gari lipite saizi likakutane nao baba zao. Tukamalizane nao mapema. Wasicheleweshe muda. Sababu ushaanza kulalamika. Maana yake watakaoamuzi siku ya kesho wawasaidie. Kubebwa haka hakuna. Mshakuwa wakubwa, mshakubali kushiriki kimataifa, tulieni mnyolewe. Sawa? Hapa mnaanza kulalamika asubuhi tu. Wakani kimataifa. Kule hakuna mjomba, hakuna shangazi, hakuna mama, hakuna baba. Kule unakutana na show tu. Kule kinatoa kiduku tu. Bendera chuma, mlingoti chuma. Kwa hiyo wasianze mapema malalamiko, wajitoe mapema. Sisi tusipate shida kesho kwenda kucheza mchezo. Wajitoe mapema, wakae nyumbani, sio twende finali. Nandi, mimi nataka kufahamu kutoka kwako. Umekuwa shabiki na mfuatiliaji wa mpira kwa muda mrefu sana. Msimu huu umekuwa na malalamiko mengi sana kwa TFF na bodi ya ligi. Binafsi, kwa namna ambavyo unatazama utendaji wao bodi ya ligi na shirikisho la soka Tanzania TFF, unadhani hawa wanalalamika wana usahihi kwenye hivi wanavyovilalamika ama wanaionea bodi ya ligi na viongozi wake? Hawa wanalalamika wote ni mtoto wa mjomba na mtoto wa shangazi. Mbona bwana, wazazi wao ni wale, baba moja mama moja. Yaani wote wanajuana. Sawa sawa na ugali wa muhogo na kisamvu. Mtu na mjomba wake. Hawana utofauti ugali wa muhogo na kisamvu. Sawa? Akalalamika muhogo, leo analalamika majani. Sasa umetoka kwenye ule muhogo. Kwa hiyo wale tu. Wewe ushakula ugali wa muhogo na kisamvu? Ushakula? Mtu na mjomba wake ushakula? Hatari hiyo. Sifai masiala. Kwa hiyo ndio hichi kinachoendelea. Kwa hiyo binafsi hao wengine mbona siwasikii? Kwa nini walalamika? Kwani vilabu viko vingapi kwenye ligi kuu? Si 16. Kwa nini walalamika watu wawili kila siku? Hao wengine washiriki ligi. Azamu hawapo. Ushawasikia Azamu wanapiga kelele kwanza wanazopiga hawa? Ushawasikia? Azamu wakati wanacheza na Simba ushawasikia wachezaji watano au wanne wameweka benchi? Ushawasikia? Kwenye vilabu viwili vikubwa ushawasikia wachezaji wanane wanaweka benchi? Kwa nini hawa? Asa bado hizi Singida hii inaipigia hesabu Singida ya ngapi? Hii Singida ya 3. Tumetoka kwenye Singida original United. Wakaja wakainunua ile GTB. Ilipopanda daraja wakainunua. Wakaita Big Star, yani Singida kubwa. Wakatoka hapo EF baada ya kuwashenyeta misimu miwili wakainunua. Wakaibadilisha jina wakaita Singida Black Star, Singida nyeusi. Mwakani tutakuwa na Singida Red Star. Msimu ujao usishangae kuiona Red Star Singida. Ipo.
Utaiona. Nani, swali langu kwa namna ambavyo bodi ya ligi na shirikisho la soka Tanzania kwa maana ya TFF wamekuwa wakipokea lawama tangu kuanza kwa msimu huu. Hujanijibu, wako sahihi hawa wanalalamika ama wanaionea TFF na viongozi wake? Kumbe nilikupa kodi tu hapa, nilikuwa sijafungua kukwambia ugali wa muhogo na kisamvu. Maana yake nimekuuliza hapa vilabu viko 16. Kwa nini walalamike hao watu wawili? Hao wengine wanashiriki ligi gani? Si ligi NBC Premier League. Kwa hiyo hao waonewi. Kuonewa wanaonewa hao mtu na mjomba wake, si ndio? Hao wengine waonewi kwenye ligi. Ila wao ndio wanaonewa kwenye nchi. Then waambie tu kwamba bodi ya ligi na TFF mapungufu hawezi kukosa kwa mwanadamu. Na hawezi kukosa kwenye sekta yoyote, lakini asiwe makubwa kwenda kuwasili mashindano. Sijaona mapungufu makubwa kwenda kuwasili mashindano. Mimi naamini kwamba washazoea kubebwa, washazoea kupata ubingwa wa forgery. Sasa ubingwa wa forgery hakuna. Ukimtukana baba, kaa ukijua wewe utalala juu ya paa. Sio, umeelewa? Ukimtukana baba, kaa ukijua siku hiyo utalala juu ya paa. Kwa hiyo sasa hivi nyuma mwiko analala juu ya paa. Kwa hiyo sasa anaangukia, anahangaika wapi atadondokea. Maisha yake sasa hivi juu ya paa. Halali chumbani zaidi. Kwa hiyo tuseme tu moja kwa moja kwamba wanaikosea bodi ya ligi na viongozi wa shirikisho la soka. No doubt. Wanaikosea pakubwa mno. Yaani pakubwa sana. Sema tu kwamba hao wenyewe TFF bado wana ukarimu, bado wanaungwana. Lakini kama wangesimama kuhakikisha wanafuata sheria na kanuni za mpira, saizi ya watu tungekuwa sasa tushasikia washashushwa daraja. Ila kwa sababu mpira wetu unaendeshwa zaidi kisiasa na unaendeshwa zaidi kiungwana. Busara. Yani sheria haifanyi kazi, lakini busara ndio zinazofanya kazi. Sijawahi kuona vitu kama hivyo duniani. Sheria ipite kwanza, sababu sheria ni msumeno. Ikishapita masuala ya busara yanakuja baadaye. Lakini unajua kabisa mtoto fulani kashamkosea mtoto fulani, je, mnafahamiana, basi mkija pale kwa sababu mnafahamiana, bwana hayo yaishe tu, hao wote si familia. Hakuna hivyo. Sheria ipite kwanza, busara itafuata. Lakini hapa busara ndio inakuwa mbele kuliko sheria. Kwa hiyo Karia ndio maana aliwabeba mwisho wa siku akaja kuumia yale maneno yao. Akaja alipotoka na huko tu alivorudi, kaja akawajibu kwamba mafanikio yenu yote mmeyapata kupitia mgongo wangu mimi. Mna machafu mangapi? Mpaka mshindikize huko bodi ya ligi watu wajiuzuru. Anzeni nyinyi kwanza. Alafu huku kutafuta. Katutukana, katubeba nini? Katusaidia nini? Ndio haya yanayotokea sasa. Kwani swalilia kwenda kwa mama? Baada ya Simba tubaki kuchukua misimu minne. Hawajalia hawa. Na ule msimu wa tano ule ambao wao ndio wameenda kuchukua ubingwa 2022. Walipoanza kutoa sare tu na Mbeya City. Wakaanza kulalamika. Msemaji mdau Manala, mhamasishaji Bumbuli wameitisha press. Walipotoka hapo kaona haitoshi. Bado tena wazee wao wameitisha press Jangwani. Wakiongea kwamba tumekubaliana msimu huu mpira uchezwe. Hasa mpira uchezwe siku ile ulikuwa zinachezwa ngumi pale. Au kulikuwa na mieleka pale. Au kulikuwa na riadha. Maana yake sisi hata tulikuwa baya tulikuwa tujui wana maana gani. Wale wazee wamefungua kama wamekubaliana wao wawe mabingwa. Wakawa mabingwa. Ulisikia kelele? Ulisikia katajwa Almasi Kasongo? Ulisikia Mguto katajwa? Ulisikia Karia katajwa kwamba wewe Simba misimu mitatu tubaki wanachukua ubingwa. Wamecheza robo finali. Wamecheza finali ya shirikisho. Umesikia Karia kaambiwa sio? Lakini saa hizi sasa ambao walivyozoea wao saa hizi washavuna mashamba yao, lakini mpaka saa hizi mpunga hakuna. Sasa kwetu tunaita mifuya hii. Saa hizi wote washakula ndege. Mpunga unaonekana umekuwa kimo cha binadamu, lakini hakuna kitu. Kazi bure tu, wamebaki magugu. Yaani kazi yote walotumia madawa, mbolea, sawa, kutoa hela kupalilia, kazi bure tu. Wametoa hela watu wahamie, kazi bure, ndege wamemaliza mpunga wote. Saa hizi wamebaki magugu. Kwa ndio maana wanalalamika saa hizi watavuna nini? Na mpunga wamefanya kila kitu nao umekuwa kama kimo cha binadamu, lakini mavuno hakuna. Lakini kipindi cha miaka mitatu mpunga uko kimo hiki. Sawa, kama cha mbuzi wanavuna. Magunia ya kutosha. Lakini mwaka huu hata gunia moja hawapati. Ndio kizokeleo unazozisikia. Shughuli ndio imeshakuwa pevu. Yaani wamelima vya kutosha, wamemwagilia, wametumia gharama zote, lakini mavuno hakuna. Na mtakosa sana. Ubingwa wao wameenda kuahidi ule wa muungano wa siasa. Ile ngao ya jamii ndio ubingwa wao mwaka huu. Kuliko baki huko watavaa medali. Basi kuliko baki watavaa medali tu. Nadhani tumalizie hapa. Siku ya kesho mtakuwa na ambao mlicheza nao siku ya Jumatano kwa maana Singida Black Stars. Walionyesha kiwango kikubwa sana na upinzani wa hali ya juu. Matarajio ya kesho hapoje, wanatoka? Binafsi kama tulivyoanza na ndivyo tutavyoenda kumaliza. Kama tulianzia Mbagala, basi tutaenda kumalizia Oysterbay. Kama tulianzia kaskazini, tutaenda kumalizia kusini. Na kama tulianzia kusini, basi tutaenda kumalizia kaskazini. Kwa hiyo naamini wajiandae kusubiri tu kunyolewa, si tuende finali. Sisi tunawataji hawa tucheze ngondo tunawataka. Sio hawa. Sisi tunataka wakubwa wenzetu, sio hawa watoto. Hawa wanaotamba hapa kwenye mabwawa kila siku ndio tunawataka hawa. Na hao ndio walowaambia hawa andike barua. Kwa hiyo sisi tunao. Na mchezo hautakuwa rahisi. Tunajua kabisa vita ni kubwa. Walicheza nao Bonanza hapa kabla tujacheza sisi.
wakapigwa chuma 3-2 hapa nyuma mwiko. Haikutangazwa hiyo, lakini wakala chuma 3 pale pale KMC. Sawa? Zile 3 zile 2 sisi tukazifuta, tukaja ndugu zao tukapiga chuma 1. Kelele zimeamka. Kwa hiyo ukimsikia mtoto analia basi upo karibu na mama yake. Kwa hiyo tunaamini kelele utazisikia tena kesho. Baada ya 12 jioni utasikia kelele zinaamka kutoka Karatu kule Babati. Sisi tushafanya shughuli yetu. Kesho hakuna goli moja. Kesho hamna sala sawaye dizipi. Asante sana. Asante sana.